Mpenzi mtazamaji, karibu sana kwenye kipindi kingine cha muhimu sana kwenye series za vipindi vyetu ambavyo tunavifanya. Na leo kipindi chetu kinakwenda kuongelea mwisho kabisa wa biashara. Stage ya mwisho ya biashara ya faida. Biashara yoyote ambayo unaifanya ili itwe biashara ni kwamba mwisho wa siku ni kupata faida. Ili itwe biashara. Kusipokuwa na faida, hiyo itakuwa ni kitu kingine, either ni charity, NGO au government. Lakini as long as ni business, hiyo ni biashara inayosema ni lazima kuwe na faida. Ukiona kila mwaka unafanya biashara haupati faida, basi kuna shida kwenye mfumo wako, lakini na pengine hata sio biashara unayofanya. Lakini leo tunaongelea mwisho kabisa, end product of business is profit. Kwamba ili uweze kufika mwisho sema nimefanya biashara ni kupata faida. Sasa tutaongelea hiyo faida unaipeleka wapi? Lini? Baada ya kuipata? Ungana na mimi mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki uweze kuelewa, usikatishe, uweze kuelewa vizuri. Tutaenda mdogo mdogo ili uelewe vizuri. Karibu sana, tuanze kipindi. Faida ya biashara kwenye upande wa fedha, ziko faida upande mwingine, lakini ongelee kwenye upande wa fedha. Ni ile fedha inayobaki baada ya matumizi yote kuwa yameondolewa. Faida kwenye upande wa pesa au fedha kwenye biashara ni ile fedha inayobaki baada ya kuondoa matumizi yote kwenye biashara au kwenye hiyo item. Ninaposema matumizi yote, ninamaanisha kwamba kuna matumizi ya moja kwa moja, ndio direct cost. Alafu kuna matumizi yasiyokuwa ya moja kwa moja kwenye biashara. Wengi wanapenda kuyaita overheads. Labda ni matumizi ghafi, sijui, lakini sina Kiswahili kizuri ya overheads hapa nilipokaa. Lakini kuna matumizi ambayo sio ya moja kwa moja. Ukiondoa matumizi ya moja kwa moja, direct cost, ukajumulisha na matumizi yasiyokuwa ya moja kwa moja ukatoa, unapata faida kabla ya kodi, profit before tax. Kama wewe umesajiliwa kama mlipa kodi, unatakiwa pia ulipe kodi kulingana na kadiri ambavyo, kama ni corporate tax kwa Tanzania na 80%, nchi zingine ni tofauti. Kwa hiyo kwenye ile faida, ukishalipa ndio inabaki faida yako, inaitwa net profit. Inabaki faida yako ambayo inaitwa net profit. Sasa hiyo ndio ambayo nataka niongelee leo, kwamba ukishapata net profit yako, tuseme milioni 10 ndio net profit yako, unaruhusiwa kuichukua lini? Unaruhusiwa kuila? Ndio nitakachokuwa najibu kwenye hii video. Lakini kabla sijakufikisha hayo majibu, nianze kukuonesha ambavyo gharama za moja kwa moja zilivyo na zile ambazo sio za moja kwa moja zilivyo. Alafu ndo tutoe faida, kwa sababu kuna wakati mwingine unaweza ukafikiri umetoa gharama zote, matumizi yote, kumbe umeacha. Alafu unasema nimepata faida kubwa, kumbe ni faida kidogo ukija kutoa matumizi halisi ambayo umeyatumia. Na hii imetokea kwa wafanyabiashara wengi sana. Kuna gharama ambazo huwa hawazihesabu kama ni gharama, kwa sababu sio za moja kwa moja, na zingine ni za moja kwa moja lakini wanaziacha. Kwa tunaposema gharama za moja kwa moja, ni gharama zile ambazo zimetumika kuweza kuandaa, kama ni huduma, service, gharama ambazo zimetumika kuandaa huduma ile. Kama ni product, ni gharama zilizotumika kwenda kununua bidhaa. Kama umekwenda China, kama umenunua hapa Kariakoo, umenunua mahali pengine, gharama za manunuzi za kile kitu na maandalizi yake kwa ujumla wake, za moja kwa moja zinazotumika huwa zinaitwa direct cost. Na kwenye huduma ni gharama zote zinazotumika mpaka ile huduma imfikie mlaji. Sasa wale ambao wanafanya huduma kama mimi, gharama za moja kwa moja inaweza kawa ni usafirishaji, yani mafuta, kama wewe ni msafirishaji. Lakini transportation charges huwa ni gharama za moja kwa moja. Gharama zingine za moja kwa moja ni za wafanyakazi
wale ambao unavyowalipa wale waliopeleka au waliotoa ile huduma ni gharama za moja kwa moja kwenye upande wa huduma. Gharama zingine za moja kwa moja ni gharama ambazo zimehusika kwa ajili ya mawasiliano, nauli na mawasiliano. Ulikuwa unapiga simu kwa ajili ya kujua kama mteja kukubaliana bei, unapiga simu kwa ajili ya kukubaliana oda na namna ambavyo unafanya. Zile ni gharama za moja kwa moja kabla hiyo kazi haijafanya. Na mara nyingi watu wengi wanaziacha, wasema simu si ya kwangu, kwa sitaki kuziweka. Usafiri wa wewe kwenda kutoa hiyo huduma mpaka ufike uitoe, gharama hizo zote ni za moja kwa moja. Gharama ambazo sio za moja kwa moja ni gharama ambazo ni za msingi, lakini hazipo mbele moja kwa moja, lakini huwa zipo. Kwa mfano kama una ofisi kama mimi hapa, tuna gharama ambazo tunaita utilities, gharama ambazo ni za vitu vya msingi vinavyopelekea kuweza huduma kutolewa. Kwa mfano umeme, kila mwezi, kila mwaka tunalipa gharama za umeme hapa kwetu. Bili ya maji ni gharama ambazo tunalipa moja kwa moja. Mifumo ya taka, usafi, zote hizi ni indirect cost, ni gharama zisizokuwa za moja kwa moja, lakini kila tunachokifanya hapa ndani ni lazima umeme uwake, ni lazima maji yawepo, ni lazima usafi ufanywe, ni lazima taka zitoke, na pengine mpaka ulinzi wa eneo. Hizi ni gharama zisizokuwa za moja kwa moja. Lakini pili, kuna mishahara ya wafanyakazi, management team. Zote hizi ni gharama ambazo sio za moja kwa moja, lakini zinakuwepo kwenye gharama ulizotumia. Kwa hiyo ili upate faida, kama nilivyoeleza awali, ni lazima uchukue hizi gharama za moja kwa moja ujumlishe na gharama zisizokuwa za moja kwa moja. Kuna wakati inabidi utengeneze uwiano, yani utengeneze ratio ikwambie kwamba kwa service hii ninapoitoa mimi nataka niuze kalamu hii moja. Sasa gharama ya umeme naipataje kwenye hii kalamu moja? Gharama ya umeme naipataje? Sidhani kama kipindi hiki kinatosha kukupeleka kwenye ndani kuangalia namna ambavyo napata gharama ya umeme kwenye hii kalamu, lakini naweza kukupatia tu policy na principle tuseme, ambao ni kwamba utachukua number of units, hizi kalamu nauza ni ngapi, na unit zako zingine, product zako zote zingine ni ngapi, alafu unaangalia bili yako ya umeme ya mwezi, maji, alafu unagawa kwa number of units. Ndio utajua kwamba kila kalamu moja ina asilimia ngapi au inachukua shilingi ngapi kwenye umeme. Kwa hiyo nikichukulia kwamba mimi overheads zangu, gharama zangu, mimi principal nishaifanya hapa kwetu, gharama zangu za uendeshaji ambazo sio za moja kwa moja, kila kinachotoka, kila huduma nitakayoitoa ni lazima niongezee asilimia 30. Kwa mfano naitaka kumchaji mteja 10,000 kwa kutokana na gharama za moja kwa moja, ndio gharama zangu zilizotumika kupaka kumfikishia mteja. Zisizokuwa moja kwa moja ni asilimia 30 ya 10,000. Kwa hiyo ni shilingi 3,000. Kwa hiyo gharama zangu za uendeshaji zitakuwa shilingi 13,000. Za moja kwa moja ni 10,000, zisizokuwa za moja kwa moja ni asilimia 30 ya ile 10,000, kwa hiyo zinakuwa 13,000. Kwa hiyo kutokea hapo ndo napanga bei sasa. Kwa hiyo naweza nikaamua niweke faida kiasi gani kwa asilimia ngapi kulingana na ushindani ulioko sokoni. Naweza nikawa na matumizi yangu yote ni 13,000, alafu nikakiuza kitu 30,000 kulingana na ushindani ulioko sokoni. Kama ushindani ni mkubwa sana, unaweza ukatumia 13,000 wakiuza 15,000, kaongeza 2,000 tu, kwa sababu bei ya soko huwa inaangaliwa. Hicho kitu unachopeleka sokoni kipo, ndio kinauzwa kwa namna gani kwa segment yako. Kumbuka kuna segmentation pia hapa. Wewe unataka kumuuzia mlaji wa aina gani? Kama mlaji wako ni premium, ni mlaji ambaye anatoa fedha nyingi, kwa hiyo ushindani unaweza usijilinganisha na wale ambao wanawauzia mteja ambaye ni wa chini. Nishawahi kutoa mifano nikasema kwenye video zilizopita kwamba unaweza ukanunua maji ya kunywa kwa shilingi 2,000
Inategemeana umeenda kuyachukua kwa eneo ambalo limemtarget mteja wa aina gani. Mililita 500 ambazo pengine zinauza shilingi 500 au 600, lakini unaweza ukainunua mpaka 5000. Inategemeana umeenda kuinunua kwenye soko la aina gani, kwenye segmentation gani. Kwa hiyo kuna mtu maji yale ambao wewe unanunua 600, maji hayo anauza 2500, na ni sehemu nyingi tu nimeona. Chips zinazohesabika hata kwenye mkono wangu hapa hazijai, zinauzwa shilingi 4000, tena sijui 8000, na wakati ukienda mahali unasema nijazie kwa shilingi 2000, na kuna mahali wamekuwekea karatasi kabisa, kakipimo ka karatasi kwamba kakijaa kwa karatasi ambako unakashika hivi unakaficha ni shilingi 8000, alafu kuna mahali unaweka sahani inajaa 2000. Kwa hiyo inategemeana ni segment gani wewe unaifocus, unaiangalia ili kuweka faida. Kama unawauzia wale ambao ni watu wa kawaida, inabidi ujaze sahani na margin yako inakuwa ndogo, faida yako inakuwa ndogo. Kama unawauzia watu wa hali ya juu, wa kipato cha juu, faida yako inakuwa kubwa, alafu ujazo wako unakuwa kidogo, ila unaongeza urembo. Haumpi bila karatasi iliyoandikwa jina lako, haumpi bila tishu ya kunawia, haumwekei tu hapo. Unampa kidogo, alafu na urembo wa kutosha, alafu na chaji zaidi. Inakupa faida kubwa kidogo kuliko ile ya kawaida. Sasa hiyo ni namna ya kutengeneza faida kubwa na faida ndogo. Ni wewe mwenyewe na kuachia uamue unataka kudili na segment gani. Lakini mimi ukiniambia nichague, huwa napenda kuchagua segment ile ya juu. Unauza kidogo, unalemba zaidi, unauza bei kubwa, mimi ndo naopenda. Na biashara zangu zote nimeziweka hapo. Kwa hiyo napata faida kubwa kidogo. Sasa umefika mwisho wa mwezi, umepiga mahesabu, umekuta umepata faida shilingi milioni 10 tuchukulie. Mwisho wa mwezi umelipa mishahara yote, umelipa umeme, umelipa bili zote, umebaki 10,000 kwenye kazi uliofanya mwezi uliopita. Je, ni wakati sahihi kuchukua hiyo faida na kuitumia? Ndilo swali la mteja ambalo mimi nalijibu kwenye hiki kipindi. Ni wakati gani sahihi wa kula faida? Kwa uzoefu wangu kama mwalimu wa biashara hivi naufundisha, unaweza ukala faida wakati wowote ambao utaamua, kutegemeana na biashara yako wewe ikoje. Kwa wale ambao wanafanya trading, yani ananunua vitu na kuuza, mimi nashauri walau kila mwezi aweze kuchukua sehemu ya biashara ya faida kwa ajili ya matumizi yake mengine, kwa ajili ya project zake zingine, kwa ajili ya kula. Lakini kama umerasimishwa kama mimi hapa, unafanywa audit, unaoditiwa, uko rasmi kwenye mifumo ya kodi, ningekushauri either kwa mwaka uchukue faida mara 2 au kwa mwaka zaidi ufanye mara 1 baada ya kufunga vitabu vyako vya mahesabu. Nafahamu wengi mnaonisikiliza hamna bado vitabu vya mahesabu. Kikubwa ambacho nakishauri kwenye faida inayobaki, ninashauri uireinvest, uiweke kwenye biashara iendelee kukua, kwa sababu hata biashara yenyewe bado ndogo. Sasa ukichukua ile faida yote ukala, mtaji unakuwa lini? Kwa ninashauri kama wewe biashara yako bado ni ndogo, badala ya kusema unakula faida, tayari umeshalipa mishahara, umeshajilipa na wewe, imebaki faida, kuza mtaji. Usichukue usile. Huwa kuna principle inasema ni vizuri sana kuchelewesha furaha ndogo kwa sababu ya furaha kubwa zaidi baadaye. Wazungu wanaita gratification. Unachelewesha kidogo, unaahirisha, sio kuchelewesha, unaahirisha furaha ndogo kwa ajili ya furaha kubwa ya baadaye. Unaahirisha kugawana na kula faida sasa hivi, unaiongeza kwenye mtaji kwa ajili ya kukuza mtaji wako,
utakao kupa faida kubwa baadaye, utakula pakubwa baadaye. Kwa hiyo msikimbilie kula faida. Faida ni uiongeze kwenye mtaji, lakini hakikisha unajilipa. Hapo ndo kuna tatizo kubwa la wajasiriamali wengi. Nadhani hata mnaponiuliza kwamba unakula lini faida, mnawaza unaanza kujilipa lini. Mimi kwa uzoefu wangu, upande wa kujilipa ni kila mwezi. Mimi ni sehemu ya matumizi. Biashara yoyote ambayo mimi hainilipi kila mwezi, kila wakati, napoteza hamu na kiu ya kuifanyia kazi, kwa sababu natakuwa nione raha ya mateso niliyopitia. Mpaka inafika mwisho wa mwezi, stress nyingi umezipambana ndugu yangu, umeacha kulala usingizi, umeamka umeenda kupambana Kariakoo, umeenda kupambana dukani, umeenda kazini, umeenda barabarani kupambana. Unafika mwisho wa mwezi, alafu unasema unakuza biashara, wewe haujilipi hata kidogo. Jinunulia hata heleni kama wewe ni dada, jinunulia hata saa ya mkononi kama wewe ni kaka. Wewe ni sehemu ya matumizi ya taasisi, wewe ni sehemu ya matumizi yasiyokuwa ya moja kwa moja. Kwa hiyo hakikisha matumizi yasiyokuwa ya moja kwa moja yamelipwa yote, na matumizi ya moja kwa moja yamelipwa yote. Alafu jumlisha, chukua mauzo yako yote, toa faida, ikibaki irudishe kwenda kuwa mtaji, hasa kwa ujasiriamali wale ambao wanajifunza kukua, ili uweze kukuza mtaji, uweze kuwa na nguvu kubwa ya kimaamuzi. Mtaji ukiwa mdogo na maamuzi yako yanakuwa madogo, sio kwamba hauna akili, hapana. Maamuzi yanaongozwa na uwezo, na uwezo sio intellect, uwezo wa kifedha. Kwa hiyo ukiwa na mtaji mkubwa, ndipo unaanza kuwaza, na mimi niende China, na mimi niende wapi nikalete mzigo, badala ya kununua hapa hapa kwenye mazunguko yangu, na mimi nataka nianze kwenda sehemu nyingine. Lakini hata sio kwenda tu, hata kuboresha mnyororo wako wa thamani. Ulikuwa unaenda kununua sokoni mahali fulani hapa mjini, unaanza kwenda kule machimbo kule ambako vinatokea vile vitu, kama ni mashambani, unaanza kwenda, gari zimo na jaza lori, unaanza kuleta mzigo mkubwa. Ukileta mzigo mkubwa unakupa faida kubwa, unaanza kuonekana nawe mfanya biashara mkubwa. Sasa inatokea hiyo baada ya wewe kuichukua ile faida na kuirudisha kama mtaji, na hiyo ni baada ya wewe kujilipa. Sababu najua kabisa hapa napoongea kuna watu wana confuse, wanachanganya kujilipa wewe na kula faida. Faida ni ile ambayo inatokana baada ya wewe kuwa umejilipa. Wewe kujilipa ni kila mwezi, hakikisha unajilipa. Ndio nafahamu biashara bado ni changa, haiwezi kukulipa vile unavyotaka, lakini inaweza kukulipa hata 10,000. Ni lazima uanze kumonitor hiyo trend, kwamba nilianza kujilipa 10,000, mwezi ujao najilipa 20,000, mwezi ujao najilipa 30,000, mwezi ujao bwana 100,000. Unashangilia hizo milestones kwamba imeanza kukulipa 100,000, hatimaye biashara yako imeanza kulipa 100,000. Lakini ukiacha, kutakuwa na vurugu ambayo hautaona kabisa kwamba unakuwa, na ukikosa utaratibu inakuwa chaos, inakuwa ni vurugu. Kuna masomo mengi nimefundisha kiutaratibu, ukiyasikiliza atakusaidia. Kwa hiyo ni lazima uweke utaratibu wa namna ambayo wewe mwenyewe unajilipa kila mwezi. Sishauri sana kujilipa kila siku. Watu wengi ambao wanajilipa kila siku ni wale ambao wameshindwa kutenganisha fedha zao na fedha za biashara. Kwa hiyo chumvi ananunua hapo hapo, sukari ananunua hapo hapo, ya nyumbani kwake, lakini sio ya biashara. Sasa huyo unakuta anachukua hela kila siku kwenye biashara. Hiyo ni tabia mbaya, hiyo ni wizi. Unaiibia biashara. Najua biashara ni ya kwako. Unasema sana unajiibiaje mwenyewe? Unajiibia mwenyewe, unaibia biashara. Biashara ilizaliwa kama ulivyozaliwa wewe. Ulizaa wewe ndio, lakini tayari ni kiumbe, kibiashara ni kiumbe. Ina haki ya kulinda mapato yake, na wewe una haki ya kulipwa fadhila ya uzao, kwa maana ya mshahara kila mwezi. Unaweza kaita vyovyote vile unavyotaka, hata kama sio mshahara, posho, vyovyote vile, lakini hakikisha unajilipa baada ya mwezi, sio kila siku. Ukijilipa baada ya mwezi, hayo malipo ndio yatumie kuendesha maisha yako personal. Lakini inapoingia 200,000 kwenye biashara, unatumia matumizi 100,000, inabaki 100,000, unahamisha tu mfuko, unapeleka kwenye mfuko wako binafsi.
100,000 nzima, wewe ni mwizi. Mamlaka zikikuona zinakukamata, sababu umeibia taasisi. Ni vile tu hawajakufikia. Unatakiwa hakikishe unaacha faida kwenye taasisi, ikuze mtaji ukue, lakini uhakikishe kwamba umelipwa wewe sehemu ya malipo yako, na mimi nashauri iwe kwa mwezi. Faida uiache ikue, ikuze mtaji, ili siku moja uwe bilionea, siku moja uwe na mtaji mkubwa zaidi ya ule ulioanza nao, iweze kukusaidia kumonitor patterns za growth, ile ukuaji unaonekana zaidi kwenye fedha. Lakini kingine kikubwa zaidi ni kwamba ukiacha fedha ile, badala ya kuila wewe ukaiacha kwenye biashara, inakupatia ustahimilivu wa cash flow. Cash flow ni namna ambavyo fedha zinaingia na kutoka kwenye biashara yako. Leo ukipata shilingi 200,000 zimeingia. Sasa namna unavyozitumia sasa 200,000, je, unazitumia mpaka zinakutana na hela nyingine itakao kuja, au unazimaliza zote kesho? Kuna watu ambao wanakwasha koo ya matumizi na wanaita hivyo. Ikiingia tu inapitiliza kwenye matumizi yote. Hawana uwezo wa kutunza mtiririko wa fedha, cash flow. Ukiwa hauna uwezo, unanisikiliza sasa hivi, na hauna uwezo wa kutunza mtiririko wa fedha zako zinazokuja kwenye biashara yako, hata ikiwa ndogo kiasi gani, tatizo lipo kubwa sana kuanzia hapo. Unaweza kuwa unashangaa unaingiza fedha nyingi lakini huioni. Kwa sababu gani? Kwa sababu hauna namna ya usimamizi ya mtiririko wa fedha. Namna fedha zinavyoingia na kutoka hazitenganishwi, hazipitanishwi kwa utaratibu. Ukiangalia balance kwamba mwezi huu umefanya nini, unakuta milioni 10 zimeipita kwako. Milioni 10 mfano tu, au milioni 100. Lakini ukiangalia account inasoma 0 kwa sababu ya kushindwa kuweka usimamizi wa mtiririko wa fedha, cash flow management. Huu ni mtihani mkubwa sana ambao wengine tumeupita kwa kazi sana. Mimi nadhani nimekuja kuupita baada ya miaka 10 kazini kwenye biashara. Usipoweza kusimamia vizuri mtiririko wa fedha, sio faida tunayoongelea, mtiririko wa fedha, namna fedha zinavyoingia, namna fedha zinavyotoka, usipoweza kusimamia kuingia na kutoa, hata kabla hujahesabu faida kwamba imeingia, inaingia wakati gani, na kutoa zinatokaje, na lazima kuna nafasi ya kuwa na fedha siku zote kwenye maisha ya biashara ili kupe uwezo wa kufanya maamuzi, utakufa. Kwa sababu mtiririko ukikatika ni sawasawa damu imekatika, haizunguki tena. Unayo damu lakini haizunguki tena, na mzunguko wa damu ukikatika, maana yake ni wewe unaenda kupata tatizo la moyo, biashara inakufa. Kwa hiyo huwa haijalishi size ya biashara. Hata kama mauzo yako ni shilingi 10,000 kwa usiku, hakikisha hiyo 10,000 iliyoiuza inabakia kwa gharama yoyote, hata kama ni 2,000, hata kama ni 500, inakutana na hela nyingine itakayokuja, kama ni kesho au kesho kutwa yake au baada ya wiki moja. Uhakikishe, ni jukumu lako kuhakikisha kwamba nifanye ninachofanya, nisimamie cash flow, nisimamie mtiririko wa fedha zinazoingia na zinazotoka, zikutane, mzunguko ukutane. Nishaongea masomo mengi sana ya namna ambavyo watu ambao hawakutanishi mishahara yao. Watu wana stress, na wengi mnanisikiliza, na mimi naongea bayana inavyotakiwa kuwa. Hakikisha unalinda mzunguko wako wa fedha, ili hata faida inapokuja inakuta kuna mzunguko wa fedha wenye uhai. Sasa unakuta hauna mzunguko wa fedha unaokutana, alafu unajiridhisha kwamba faida nimepata, alafu unakula. Hapana, mimi nashauri irudisha ile faida, isaidie kuboost mzunguko wako wa fedha wa biashara. Biashara ikiwa na mzunguko wa fedha mzuri unaokutana vizuri, hakuna wakati kuna stress ya kwa shako ya fedha, ninakuhakikishia biashara yako inakuwa ina afya na inakupatia nafasi ya wewe kufikiri makubwa zaidi, kuliko ukiwa unawaza namna ya kupata shilingi 100,000 ya kumlipa mtu mshahara. Ikifika kipindi cha mishahara unachanganyikiwa. Nimepitia hiyo hali. Kuna wakati nilikaa miezi 13, mwaka mmoja na mwezi mmoja, bila kuwa na uwezo wa kujilipa mimi mwenyewe mshahara.
Ninafahamu stress niliyokuwa nayo, na nilikuwa na wakati huo na wafanyakazi wachache sana, 28 tu, kwa sababu sikuwa na uwezo wa kusimamia mzunguko wa fedha vizuri. Cash flow management yangu haikuwa nzuri, na uwezo wetu wa kuuza ulikuwa mdogo, na usimamizi ulikuwa mbovu. Miezi 13 ya haso, ya maumivu makali nilipitia. Baada ya hapo nilichojifunza, nipiga ua hauwezi kukatisha cash flow yangu. Ni lazima fedha zikutane, haijalishi kiwango. Na baada ya kuweza kumanage cash flow, tumefikia watu mpaka 1400, 1000 ngapi unalipa mishahara, lakini una amani kwa sababu tayari una manage cash flow vizuri. Kwa sababu faida inayopatikana unaiacha ili iweze kukutengenezea mzunguko mzuri wa fedha. Kwa hiyo mimi sidhani kwamba kuna sababu ya kula faida. Ni vizuri kuiacha ikuze biashara. Ni vizuri kuiacha iboreshe mzunguko wako wa fedha ili kupatie nguvu na mamlaka ya kuangalia mbele zaidi. Ukiwa una fedha, una mtaji, unakuwa na ujasiri wa kufanya maamuzi makubwa kidogo. Ukiwa una shida ya fedha, unaupata wapi ujasiri wa kufanya maamuzi makubwa? Unakuwa unaishi kwenye hofu ambao unazuia ubongo kufikiri mbele. Kwa hiyo tuiache mitaji leo, kubali kuumia. Biashara ni maumivu, kubali kuumia. Niliumia kwa miezi 13, kubali kuumia. Lakini ukijaribu kumanage mzunguko ambao tayari najua umeshakatika tayari, najua uko kwenye situation mbaya, na kuna mwingine anasikiliza hapa na amejaa mpaka madeni hapo. Sasa una kazi ya kwanza kurudisha mzunguko wako wa fedha kwa kulipa yale madeni yote, kwa kuiacha faida kwenye kampuni au kwenye biashara yako. Ilipe madeni yote, urudie mzunguko mpaka uje kisha kwamba unakutana vizuri, ndo uanze kufikiria namna ya kugawana faida. Lakini kama hauna uhakika wa mzunguko wa fedha, hauna sababu ya kugawana faida, hasa faida baada ya wewe kujilipa. Hauna sababu. Chukua faida baada ya kuwa na uhakika kwamba mzunguko wa fedha, cash flow yangu iko intact, iko vizuri, alafu ndo uchukue faida ile uanze kufanya vitu vingine unavyofanya. Na bahati mbaya ukishafikia hapo, fursa zinaanza kuja nyingi za kutawanya fedha. Msikubali kutawanya fedha. Kaa kwenye kitu kimoja hicho kwa muda wa kutosha, kikujengee muscles za kibiashara, za kimaamuzi, ndo uweze kuhamia kitu kingine. Sababu ukipata tu faida kidogo unaletewa na matikiti. Umepata faida kidogo tu unaletewa biashara ya ngozi. Umepata faida kidogo tunaambiwa cosmetics inalipa. Umeleta faida kidogo tunaanza kukimbilia kitu kingine. Unatawanya ile fedha ambayo ilikuwa ni kidogo ikusaidie, unaitawanya kwenda sehemu ambako inaenda kuchomwa tena. Kaa sehemu moja, boresha biashara yako, hakisha cash flow yako iko intact, iko vizuri, faida ipo ya kutosha. Kuza mtaji eneo lile lile. Asikudanganye mtu, asikwambie kama ni kuzuri si aende yeye. Wewe umepambana, umejinyima miezi 13, umekuja kupata fedha, alafu anakuja mtu anakuambia tukalipe matikiti. Haiwezekani. Kuweni na uchungu wa fedha. Watu ambao wamefanikiwa wana uchungu na fedha yao, kiasi kwamba uchungu ule nao maanisha kwamba wana manage cash vizuri. Hawawezi kuiachia tu cash ikatoka vibaya, ikaacha gap. Hapana, inatoka kwa kujua kwamba kuna cash imeingia. Mzunguko wa cash unakuwa mzuri. Ndio nasema basi kuna excess, kuna ya ziada hii, ngoja nifanye jambo fulani la msingi. Kuna watu nimeona kabisa wanaenda kununua viwanja, alafu anabaki bila fedha. Maisha yanaanza kuwa magumu. Mimi wanaambia kula sasa kiwanja tuone. Mimi nasema kununua kiwanja ni kitu kizuri sana, lakini nunua kutoka kwenye excess, kutoka kwenye faida ambayo iliyo na mzunguko uliokamilika. Hakikisha unalinda mzunguko wa fedha yako kwanza, alafu ndo kimbilia vitu vingine. Nisiongee sana nitaharibu. Naamini mmeelewa. Faida unakula, mnagawana pale ambapo mzunguko wa fedha yako umekamilika. Yaani yale yanayoingia na kutoka zinakutana.
Hapo sasa unaweza kuchukua faida kidogo, ukamgawia mama, ukamwambia mjomba na mtu mwingine unahitaji kufanyia, na wewe mwenyewe ukajitreat. Asante kwa kunisikiliza. Karibu sana, uendelee kuwa na sisi video zinazofuata. Usisahau kusubscribe, tunakuhitaji sana uongeze angalau followership ya video hii kwenye YouTube ili tuweze kupata washirika wa kutosha. Asante sana, tukutane wakati mwingine.